والحمد لله والحمد دائما لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Leo tuingia nukta muhimu katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na katika tarehe ya Uislamu, nao ni nukta ya hijra, sababu ni hijra ndiyo mwanzo wa nusra. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya da'wa yake, akapitia marahil. Kutoka mwanzo akaanza da'wa kisiri, watu ambao kwamba walikuwa karibu naye wakamwamini, akawa anasomesha katika Daru Arqam ibn al-Arqam, ambao kwamba ndo nukta ya mwanzo ya da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha ikaenda da'wa marhala ya pili. Toka marhala ya kwanza nuktatu ibtida, ikaenda nuktatul intilaq. Intilaq ikawa ni tafaul, Mtume anaingiliana na watu, anazungumza nao, anawafikishia fikra. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba nusra kwa makabila, wakamkataa. Waliomkataa wakampiga mawe, waliompiga mawe. Mwisho wakamkubali waliomkubali, ikiwemo ni watu wa Madina. Hawa wakaitwa Ansar. Kama tulivyozungumza wiki iliyopita, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonana nao kisiri katika jabali la Aqaba, wakampatia bai'a ya Aqaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajua kwamba Madina kuna watu ambao kwamba wako tayari kumhami na wako tayari kwa ajili ya nafsi zao na mali zao kwa ajili ya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kupanga mikakati ya kuhama kutoka Makka kwenda Madina. Hapa ndo tuanze darasa yetu leo. Baada ya bai'a al-Aqaba thania, hijra ya Waislamu jumla ikaanza kuelekea Madina, ikiwemo baadhi ya masahaba ambao walihama kabla. Mtume sallallahu alaihi wasallam alionyeshwa ndoto ya kwamba Waislamu watahamia sehemu fulani. Mtume asema, raaitu anni uhajiru min makkata ila ardhin biha nakhlun, nimeona, yani katika ndoto, ya kwamba mimi nimehama kutoka Makka na kwenda ardhi yenye mitende. Fadhahaba wahali, asema ikaenda ile dhana yangu ya kwamba hii ardhi ambayo kwamba nimeonyeshwa ni ya mama au sehemu ya Hajar, lakini ikawa ardhi yenyewe ni ardhi ya Madina, Yathrib. Katika aya nyingine asema, uritu dara hijratikum sabakhatan, nimeonyeshwa sehemu ya hijra yenu ni ardhi ambayo kwamba ghairu saliha liziraa, si sehemu ya ukulima. Asema baina dhahranai harrataini, ardhi yenyewe iko katikati ya ardhi nyeusi mbili. Akasema fa imma an yakuna Hajar au Yathriba, iwe sehemu hii ya Hajar au iwe Yathriba. Waislamu wakaanza kuhama kutoka Makka wakaenda Madina. Wa kwanza aliyehama ni Abu Salama al-Makhzumi, ambaye ni mume wake Ummu Salama. Alitoka na mke wake na mtoto wao, watu wake wakamzuia. Watu wa baba wakamchukua mtoto, na upande wa mke wakamchukua mke binti yao Ummu Salama. Abu Salama akabaki peke yake, mke wake amechukuliwa na watu wake, nao wakasema maadamu nyinyi mmemchukua huyo mke,
basi hamtumchukua na mtoto, sitamchukua yule mtoto. Watu wa mume wakamchukua mtoto na watu wa mke wakachukua mke wake, akabaki peke yake. Abu Salama akahama akaenda Madina. Kisha baadaye, baada ya Umu Salama kutoka akiwa analia na kukaa katika ile sehemu ambayo kwamba ameondoka mume wake na mtoto wake kuchukuliwa, wakamhurumia wale, wakamrudishia mtoto wake, kisha na yeye wakamwacha huru upande wa mke, akaenda akahama kwenda Madina. Baada ya Abi Salama akahama mwingine, Amir bin Rabi'a na mke wake Laila bintu Abi Hathama, Abdullah ibn Ummi Maktum. Hii bai'a ilipokuwa imetimia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakawa wananyapanyapa, wanahama wanaelekea Madina wakihofu Makuraish wasiwazuie. Lakini Saidina Umar radhiallahu anhu peke yake, ilipofika siku ya kuhama kwake, alitoka wazi, kisha akawaambia Makuraish, man arada an tuthkilahu ummuhu au yuyatima waladuhu au turammana zawjatuhu, ambaye kwamba ataka kukoswa na mamake, na yule ambaye kwamba ataka mtoto wake awe yatima na mke wake kuwa mjane, basi akutane na mimi waraa hadha alwadi, akutane na mimi nyuma hili bonde. Mimi natoka na hama naenda Madina. Watu walikuwa wakihama siri siri, lakini Sayyidina Umar yeye akaambia mimi nahama wazi wazi. Sayyidina Umar naye akatoka akaelekea sehemu ya Madina. Yeye na masahaba wengine wakahama wakaelekea, Waislamu wakatoka wengi wakaenda Madina, na ilikuwa ni wajibu, ilikuwa ni lazima kwa kila mwenye uwezo ahame kutoka daru shirki aende daru tauhid, atoke daru kufri Makka aende daru islami Madina. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ameshawaamrisha. Waislamu wakahama wakaenda huko. Watu waliokuwa sehemu za Ethiopia, Habasha, nao wakahama kutoka Habasha wakaenda. Akabaki katika mji wa Makka Abu Bakar, Ali, Suhaib na Zaid bin Haritha na wengine katika mustadhafina, wale wanyonge ambao hawakuweza kufanya hijra. Abu Bakar radhiallahu anhu akajiandaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ala rislik, yani taratibu, subiri, fa inni arju an yu'dhana li, mimi natarajia nitaruhusiwa na mimi nihame kwenda katika mji wa Madina. Sayyidina Bakar akawa ni mwenye kuzuia, hakuhama, na akaandaa vipando viwili, akawalisha vyakula vizuri ambavyo watakuwa na nguvu, akisubiri kuhama. Makuraish wakapanda wazimu, wakapatwa na wazimu, wajanna jununu Quraish. Quraish wakapatwa na kichaa walipoona Waislamu wanahama mmoja baada ya mmoja, wakishtuka watu wamehama wengi, wameenda Madina na Waislamu wamepata daru hifdhin wa man'a, sehemu ambayo kwamba watahifadhika na watapata himaya katika mji wa Madina. Na wakaona Waislamu wakihama, wakikusanyika mahala pamoja katika mji wa Madina, itakuwa ni hatari kwa Makuraish juu ya dini yao, juu ya kayani yao, umbile lao lile la Kikureishi na biashara yao. Makuraish wakakusanyika katika bunge lao la Dari Nadwa asubuhi ya Alhamisi tarehe 26 mwezi wa Safar mwaka wa 14 kutoka kutumilizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wamekutana mkutano wa dharura waweze kujadili
na kuweka mpango kabambe vipi wataweza kuondokana na hatari hii ambayo iko mbele yao, nao ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama kwenda Madina. Na wakati huo sahibu da'wa ma zala fi Makkah, mtume mwenye ujumbe bado yuko Makkah, hajahama akaenda Madina. Kwa hivyo wana hofu wakati wowote, asubuhi ama jioni, bwana atatoka ataenda Madina, na akienda Madina atapata nguvu kule. Kwa hivyo wakahudhuria mkutano huu wa dharura watu ambao kwamba ni mashuhuri, wujuhun bariza katika saadati Quraish, katika wale mabwana wa Quraishi wote wakahudhuria, na kuonyesha mkutano huu ni dharura sana. Akahudhuria Iblis kwa sura ya Sheikh Najdi, akahudhuria kwa sura ya kibinadamu akisema yeye ni Sheikh Najdi, Sheikh Jalil kutoka watu wa Najdi. Haya, mswada ukawekwa mezani. Sasa watu wajadili tufanye nini. Huyu bwana watu wake washahama wameenda Madina, na wanajulikana Ausi na Khazraji ni watu ambao kwamba ni wapiganaji, ni watu ambao kwamba ni ahlul halaqa kama wenyewe walivyojisifu. Sasa tufanye nini? Wa kwanza kuzungumza ni al-Aus, akasema tumtoe huyu bwana katika ardhi yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nukhrijuhu min ardina wa nuslihu amrana wala nubali aina dhahaba, tumtoe katika ardhi yetu, turekebishe mambo yetu na tusijali atakapokwenda. Qala Sheikh Najdi, Iblisi ilikuwa yuko naye, akasema innakum tarawna husna hadithihi, hamuoni maneno yake ilivyo mazuri, wa halawata mantiqihi, mantiki yake matamu, wa ghalabatahu ala qulubi rijal, huyu anaghilibu nyoyo za watu, watu wanamfuata. Fa idha kharaja fala gharwa, asema akitoka hapa na ajabu, ayahilla ala hayy min al-arab, atashukia katika mtaa wote katika mitaa ya Waarabu. Fatajtamia haulahu ljumuu, watakusanyika pambizoni mwake makundi ya watu watakusanyika, watakuwa naye. Fayataukum bihi fi biladikum, kisha atawakanyaga huyu katika miji yenu. Thumma yafalu bikum ma arada, atafanya anachokitaka huyu bwana. Ruu fihi ra'yan ghaira hadha, angalieni rai nyingine sio kwa hii, msiseme tumwacha tu atokomea atakapokwenda. Abul Bakhtari akatoa rai akasema ihbisuhu wa aghliqu alayhi albab, mzuieni mumfungie, yani kama atiwe seli vile, hatta yudrikahu ma adrakahu shuara qablahu min almaut, mpaka afikiwe na mauti kama yalivyowafikia wale washairi walikuwa kabla yake. Sheikh Najdi akasema wallahi la in habistumuhu, wallahi lao mtamzuie huyu, la yakhrujanna amruhu ila ashabi, jambo lake na amri yake hii itakwenda kwa watu wake. Wahum yufaddilunahu ala al-abai wal abna, na wao wanamfadhilisha kuliko wazazi wao na watoto wao. Watapata watu wake, watapata habari kwamba nyinyi mmemzuia huyu. Faushaku an yathibu alaikum, itukurubia watakuja kuwavamia. Wayanziuhu minkum, watamtoa kutoka kwenu nyinyi. Thumma yukathirukum bihi, kisha watawazidia nyinyi. Hata yaghlibu ala amrikum, mpaka washinde. Fandhuru fi ghairi hadha ar-ra'i, angalieni rai nyingine sio kwa hii. Akasema rasul kufri, wa wakati huo Firaunu al-asri, wa wakati huo Abul Jahl at-taghiya, asema inna li fihi ra'yan ma arakum waqatum alayhi ba'd, nasema minna rai, naona bado hamjaifikia rai hiyo. Asema rai yangu, na akhudhu min kulli qabilatin shaban jalidan nasiban wasitan fina, tuchukue katika kila kabila barobaro mwenye nguvu
mwenye nasaba wakati na kati kwetu sisi. Wanuti kullan minhum sayfan sarima, kisha kila mmoja katika vijana hawa tumpatie panga kali lenye makali. Thumma ya'midu ilayhi wa yadribuhu darbata rajulin wahid, kisha wakusudie wampige kipigo cha mtu mmoja. Fayaktuluhu, watamuua. Fayatafarraqa damuhu fil qabail, damu yake Muhammad itagawanyika katika makabila. Fala yaqdiru banu abdi manafin ala harbi quraishin kullihim, Banu Manaf hawataweza kupambana na Wakuraishi wote, itakuwa kila Quraishi amediriki na amehusika katika kumua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Makuraishi, Banu Abd Manaf hawataweza kupambana na Wakuraishi wote. Fayardauna bidia, wataridhia dia itolewe damu. Fanutiha lahum, kisha tutawapa. Sheikh Najdi aliposikia asema alqawlu ma qala ar-rajul, qawli ni aliyosema huyu mtu, hadha ar-ra'yu alladhi la ara ghayra, la ra'ya ghayra, asema hii ndo rai, hakuna rai nyingine nzuri kuliko rai hii. Kwa hivyo waliokuwa katika mkusanyiko ule na mkutano ule wakaafikiana juu ya rai hii, kisha wakaondoka, wakaanza kujiandaa na kupangilia vipi watatekeleza hii qarar, haya maamuzi ambayo yametolewa katika Darun Nadwa ya Makuraish, kulingana na hali ya mkusanyiko ule uliokuwa ni wa kisiri, kwa upeo wa hali ya juu. Yani ilikuwa habari ile isiweze kufikia mtu yoyote, hakuna yoyote ataweza kupata hata harufu ya ule mkusanyiko. Hii ilikuwa ni makri ya Makuraish, lakini wao wamefanya vitimbi vyao, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kuvivunja. Mwenyezi Mungu akawarusha patupu. Mwenyezi Mungu akamteremsha Jibril, akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya muamara ya Quraish, juu ya hizi njama za Makuraish, na akamwambia, akaruhusu Mtume ahame, na akapangiwa wakati wa kutoka, na akamwekea mpango wa kuweza kujibu njama za Makuraish. Na hapa tupata faida kubwa kuonyesha kwamba Makuraish walikuwa na vitimbi vikubwa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamnusuru mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa wahi. Leo hakuna wahi na muamara ni nyingi dhidi ya umma na dhidi ya da'wa na nini. Kwa hivyo utakuta ya kwamba kazi ni kubwa sana, tofauti na wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu akimteremshia wahi na akimweleza mipango ya Makuraishi na nini na nini, lakini leo hata wakapatikana Ausi na Khazraji na ikawa kuna muamara kama vile wa Makuraish, hakuna wahi unateremka, isipokuwa ni hatua za kibinadamu ambazo kwamba zitakuwa ni zenye kuchukuliwa. Kwa hivyo nusra yaweza kuchelewa kwa sababu ya harakati za kibinadamu. Tuwezi linganisha wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata nusra kwa muda mchache, yani alifanya dawa miaka 13. Baada ya miaka 13 Mwenyezi Mungu akampatia nusra, miaka 10 ikawa ni kueneza Uislamu katika ulimwengu. Lakini leo yapita miaka mingi na dawa yafanyika, lakini nusra bado haijapatikana, kwa sababu hii dawa yafanywa kibinadamu. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam dawa yake akiteremshiwa wahi na kuambiwa njama za Makuraishi, kwa hiyo za kuchukua muda mrefu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopewa wahi akatoka mchana, wakati watu wamepumzika sasa, jua la mchana kali sehemu kama ile, akaandaa vipando, akamwajiri Abdullah ibn Urayqit al-Laythi, ambao huyo alikuwa ni mshirikina, lakini huyo alipewa kama kazi na alikuwa ni dalali, yani dalal akiwaonyesha njia, na ilikuwa ni mtu hodari katika kuona zile njia. Wakapangana wakutane baada ya siku 3 katika Jabal ya Thawr. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam
akaendelea na mipango yake ya kawaida. Mchana ule hakuna yoyote aliyehisi ya kwamba mtume alijiandaa kwenda Madina, na ilikuwa ada ya mtume analala mwanzo wa usiku. Baada salati al-isha mtume sana analala mapema, kisha nisfu al-akhir, ile nusu ya mwisho ya usiku, anakwenda Masjid al-Haram, anaswali swala ya tahajjud, qiyamul layl. Lakini usiku huo katika kitanda chake akamlalisha Sayyidina Ali na akamwambia hakuna makruh, hakuna shida yoyote utakaopata. Walipolala watu wote na usiku ulipotulia, wale waliokuwa wamepanga njama wakaja katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaizunguka ile nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallama, na Sayyidina Ali radhiallahu anhu amelala katika kitanda cha mtume sallallahu alaihi wasallam, amejifunika shuka la al-hadrami la kijani, wakadhani ndo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikawa sasa wanasubiri mtume akitoka ndio wafanye nini? Wamvamie mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kusema, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Hawa mushrikina walipopanga vitimbi ili wambakishe mtume kama alivyosema, kama wamfungie au wamuue au wamtoe mji, na wanapanga vitimbi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kuvunja vitimbi vyao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka ikiwa wao wamezunguka nyumba, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawarushia mchanga katika uso. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akijalia wiki ijayo tutaanza katika nukta hii, hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka na kwenda Madina, na mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kukutana nayo katika safari yake hii yake ya kwenda katika mji wa Madina. Kwa maana hijra ilikuwa tukio kubwa katika historia ya Kiislamu, na Sayyidina Umar radhiallahu anhu alipoanzisha kalenda ya Kiislamu akatumia tukio hili kuonyesha hili ndio tukio adhimu katika matukio yote ambayo yametukia katika Uislamu, kwa sababu ndio tukio la nusra. Na baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama kwenda Madina ndio ikawa ni mwanzo wa nusra, na yakafuatia mambo mengi ambayo Mwenyezi Mungu akitujalia tutakuwa ni wenye kueleza. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa haya machache na mengi, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan. Ahlan Sayyid. Kaifa?